Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, jina langu ni Reverend Bernard Kieri kutoka Deliverance Church Kajiado, na kukaribisha siku ya leo ili tuweze kubarikiwa. Leo Mungu ametupatia neno ambalo litaenda kutuinua, linaenda kutubariki, linaenda kutuponya. Kwa hivyo moja kwa moja twende katika neno la siku ya leo. Nyumba maridadi, amejenga nyumba maridadi na hainyeshi, na anajua vile ya kunyesha, ya kutengeneza. Anatengeneza pia mlango ukiwa umeangalia chini, na hainyeshi hata kidogo. Ni bidii. Huyo ndege anakuwa na bidii. Na kwa hiyo kama basi ndege anakuwa namna hiyo, sisi nasi tunastahili kuwakilisha ufalme wa Mungu, ndio tuende kutoka victory to victory. Lazima tuwe watu ambao tuko na bidii. Fanya bidii. Hata laziness. Kuna watu ambao wako na chakula, kuna watu ambao Mungu amewapatia kila kitu, lakini wako lazy hivi kwamba hawezi kuchukua chakula kuweka kwa mdomo wao. Hawawezi, lakini wamepewa kila kitu. Kwa hivyo laziness is not our portion kwa kanisa hili na katika ufalme wa Mungu. Maana tunatuambia kwamba basi kama tunataka tuishi katika maisha ya ushindi, lazima tufanye bidii. Kama ni kuomba, unaomba kwa bidii. Maana maandiko inasemaje? Inasema kwamba mambo makubwa, mtu mwenye haki anafanya mambo makubwa akiomba kwa bidii. Si maombi tu, ni kuomba kwa bidii. Mungu anataka mambo yote yafanywe kwa bidii. Maana Mungu hajawahi fanya kitu akiwa na mchezo. Wakati alipokuokoa, alikuokoa akiwa amemaanisha. Aliposa Kristo Yesu hangerudi mbinguni kabla hajamaliza kazi yake. Kwa hivyo ili tuweze kuishi maisha ya ushindi, lazima tuwe diligent. Tumechoka kutawaliwa na watu ambao wao sijui wanaabudu vitu gani. Unakuta wao ndio wanatutawala. Kuna wakati mmoja ambapo hata ni wiki hii tu nilienda tu saa 7 kusema ukweli. Unajua ndio nilifanya? Niliambiwa tunakimbia mahali kwa muda. Ngoje. Hata ni this week. Sasa nikasema hiyo kitu ni kitu gani kweli? Anafunga anaenda. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kutawala. Na mtu, kuna watu tusiwe kama wale watu ambao wanasimama kwa barabara wakiposesi vitu ya wengine. Anapelekana na Mercedes Benz, anasema that is mine in Jesus name. Napokea kwa jina la Yesu, napokea. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Amen. Ili biashara yako ambayo umeweka, kama unataka Kristo Yesu aweze kutukuzwa, ni lazima uwe mtu ambaye unafanya kazi kwa bidii kabisa kabisa kabisa. Kitu kingine ambacho kitatufanya kukaa maisha ya ushindi, ushindi baada ya ushindi, ni kitu kinaitwa faithfulness. 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 Katika Matthew chapter 25 verse 21, kuna watu walipongezwa pale. Watu wamekosa kuishi maisha ya ushindi kwa sababu hawaaminiki. Hawaaminiki kwa Mungu, hawaaminiki kwa wanadamu, hawaaminiki kwa vitu vidogo, hawaaminiki kwa vitu vichache. Unakuta vingi, unakuta kwamba haya mambo itakuwa sawa. Unasema 25 what? 21. Nini? Nenda. Okay. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful in few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Hallelujah. Mtu kuwa mwaminifu. Mtu kuwa mwaminifu. That is being loyal and true to the one you serve. To be loyal and true to the one you serve. That's why we are calling Jesus our master. Because we are loyal to him and we serve him. Be faithful. Wao unajua wale watu wa talents 2, 5, 1. 1, 2, 5. Hao ndio hao. Kila mtu anaenda. Unapewa kulingana na uwezo wako. Shika 5. Wewe unastahili, wewe unaweza, uko na uwezo wa kuhandle 5 talents. Na wewe shika 2. Uwezo wako ni wa 2 na wewe ni wa 1. Sawa? Sasa hawa ile kitu inakuwa inatafutiwa hapa si wingi wa kitu. Ilikuwa inatafutiwa nini? Faithfulness. Faithfulness. Ile uko na 1 ama uko na 2 ama uko na 5. Hata wale wapendwa,
Ile kitu inatafutwa na Mungu si wingi, ni faithfulness. Na kama utakuwa faithful na vitu vichache, Mungu atakuinua. Kuna watu ambao katika maisha ya kawaida hawajakuwa faithful. Kwa pesa hajakuwa faithful. Kwa time hajakuwa faithful. Kwa jamii yake hajakuwa faithful. Kila kitu anakifanya kwa shingo upande. Lakini kama tunataka kwenda victory to victory, ni lazima tuwe waaminifu. Unaona huyu akaambiwa kwamba you have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Swali ni kuuliza, wewe umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache ama unangojea vitu vingi? Kuna vitu ambavyo vinakuja katika mikono yako, Mungu akiangalia your faithfulness. Na ndiposa wengi wamekwama kwa stage moja, kwa sababu hawajawahi kuaminika kwa hizi vitu vichache. Si bure, hata maombi mengine Mungu huwa hajibu. Kwa nini? Kwa sababu majibu iko hapa. Anaangalia faithfulness. Kuna wengine huwa wanakosa kuwa faithful, lakini wanakuwa na shida wakiomba. Wana shida wakifunga. Wana shida wakimtafuta Mungu. Lakini huyu Mungu haonekani. Kwa nini? Kwa sababu jawabu lake liko hapa. Anaambiwa awe mwaminifu kwa vitu vichache. Ni nini ambacho kimewekwa kwa mikono yako? Ni huduma gani ambayo imewekwa kwa mikono yako? Ni pesa ngapi imewekwa katika mikono yako? Sasa nauliza, kwa hiyo pesa ambayo imewekwa kwa mikono yako, kwa hiyo time imewekwa kwa mikono yako, umefanyaje nayo? Maana Mungu hangetaka tuishi maisha ya kushindwa ama maisha ya umaskini, lakini let us be faithful. Hallelujah. Walipongezwa, good and faithful servant. Good and faithful. Hizo huwa zinapelekana hivyo. Mungu anaona. And our God is the judge. Kwa sababu wanadamu wanaweza kuona kama tumejaribu sana. Mwanadamu anaweza kuona umetoa pesa sana. Mwanadamu anaweza kuona umetoa time yako sana. Mwanadamu anaweza kuona, lakini kipimo cha kweli kiko na Mungu. Maana Mungu ndio huwa anainua watu. Unaona hapa promotion akaambiwa kwamba come later and put your time for many things. Kwa sababu ya hizi vichache amefaulu, sasa anataka kuwekwa kwa in charge kwa vitu vingi sana. Halafu kwanza aliambiwa nini? Come and share your master's happiness. Your master's happiness. Kwa sababu ya kuwa mwaminifu. Kuna watu saa hii wanasikia wako na joy, wako na furaha. Wako na furaha ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa faithful. Hata wakati kwa mambo magumu, hata wakati wa corona, hao watu wamesimama, wamekuwa waaminifu. Wamekuwa waaminifu wakiombea watu. Wamekuwa waaminifu katika nyumba ya Bwana. Wamekuwa waaminifu wakifanya kazi ya Mungu. Lakini wengine wamekuwa wakisema kuna corona, kuna corona, kuna corona, kuna corona. Hiyo mambo yote iko, lakini Mungu anaangalia hii. Anasema yule ambaye atakuwa mwaminifu kwa vitu vichache, basi Mungu ataweza kumpromote. Na hilo ni swali kwako na swali kwako. Tumekuwa waaminifu mpaka wapi? Na ndiposa tunasema sasa kuishi maisha victorious, lazima tuwe waaminifu kwa Mungu. Maana huyu Mungu ndiye anatupatia nini? Ushindi. Huyu Mungu ndiye anatupatia victory. Na kwa hivyo ni lazima tuweze kutengeneza urafiki wetu na yeye. Tutengeneze relationship yetu na yeye. Na ni jambo la kushangaza kwa sababu nakuta ya kwamba watu wanaenda wakiwa wakatili hivyo vyote, bado wanaenda wanaomba Mungu vitu. Wanaomba Mungu vitu. Ni kama wewe baba utume kijana mtoto wako akanakataa. Unamtuma mahali fulani anakataa. Unamtuma mahali fulani anakataa. Alafu jioni anaanza kukuambia sijui ninunulie nini? Ninunulie toy. Utasikiaje? Si kwanza unasikia utachukua kiboko. Kwa sababu umekuwa irritated. Kwa sababu huyu mtoto anapenda tu vitu vyako, lakini yeye upande wake hataki kufanya. Sasa ingine Mungu ametuona tukiwa hivyo. Sasa ingine Mungu ametuona tukiwa hivyo. Tunataka vitu vyake, lakini sisi kufanya kazi yake na kuwa waaminifu kwake imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Kila mtu anataka tu kufanya mambo yake. Kila mtu anataka tu kufanya mambo yake. Alafu sasa sote tukitaka kitu tunakimbia kwake. Nayo unakuta ya kwamba kuna wakati bibu huwa zinafungika. Unasikia bibu ni kama zimekuwa za chuma. Ni kama kuna maombi haipendi. Hakuna kitu inaendelea kwa sababu baba anakuangalia hivi, anaangalia watoto wake hivi. Anarudisha tu hapa, anawaambia kwamba angalieni your faithfulness. Hata saa hii tuko katika majaribu. Tuko katika test. Mungu anauliza, sasa jipime.
uaminifu wako umefika wapi. Otherwise utaona watu wakiendelea kuishi maisha ya ushindi, wakishinda shetani, wakishinda majaribu. Lakini hayo mambo inapokuja kwako inakugonga. Inaitwa nini? Inakugonga knockout. Kwa sababu gani? Baba ambaye akupatia victory ulimaliza na ukaharibu uhusiano wako na yeye. Jambo lingine, kitu inaitwa obedience. Obedience. Obedience ni kule kuwa waaminifu, kuobey sheria. Neno la Mungu limejaa neno na limejaa instructions, na hii ndio katiba yetu. Haya ndio maagano. Baada ya kuagana Mungu, baada ya kuagana na mwanadamu, aliandika katiba, na ndio hii hapa. Hii ndio reference yetu. Kuna tunarudi hapa, tunasikia mkataba wetu kuhusu kitu fulani, Mungu alisemaje, unarudi hapa. Na Mungu anasema ya kwamba mtakapokuwa, Isaiah chapter 1 and verse 19. Hebu tupewe hiyo. Bwana kama ni hapo. If you are willing and obedient, you will do what? You will eat the best from them. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Unajua mtu kuwa akikula vitu vizuri vya nchi, ikuonyesha kwamba huyu mtu ameshinda. Ikuonyesha huyu mtu anaishi katika victorious life. Kwa sababu anakula mema ya nchi. Lakini hapa tunaambiwa, kwanza weka wili. Kwanza ujitolee mwenyewe, unasikia kwamba mimi nataka kufanya vile Mungu aliniambia nifanye. Then you obey. The result is you will eat the best from the land. In fact, hata uliambiwa hapo mambo ya mbinguni. Hapa kuna mambo mengi ambayo tumeahidiwa hapa duniani. Si bure. Watu wengine walimu wa uongo huwa wanatuambia tu hakuna mbinguni, watu watachukua tu manyumba ya huko. Lakini kuna vitu vya dunia, kuna vitu vya hapa duniani. Na ndiposa Petro baada ya kumfuata Yesu akajiuliza kama mtu mzima, kama mtu mwanadamu, mtu ambaye alikuwa na familia, akaona hii kuna kina Bartholomayo, kina Judas, kina Philip, kina wengine hapo walikuwa vijana, hawakuwa wameoa. Lakini Petro kaona hapana, hii kitu ni kama akamwita Yesu akamuuliza, na sisi ambao tumekufuata na tumeacha familia zetu, itakuwaje? Itakuwaje Bwana? Lakini Yesu akasema, yule mtu ambaye ameacha, kaacha watoto na kaacha mke na kaacha vitu kwa sababu yangu, nitamlipa mara 100 hapa duniani, halafu na uzima wa milele. Unajua mtu akiacha vitu vyake kwa sababu ya Yesu, hiyo ni kuonyesha ni obedient, amemfuata. Na tumeambiwa vizuri hii. Na ukisikia vitu you the best from the land, the best from the land. Hajasema kama from heaven. Amesema from where? From the land. Na land ni mahali unaishi. Land ni area ya kwako. Land ni town, mahali unaishi. Land ni kijiji, kila mahali. Hapo ndipo wameaishi. Na niposa kuna watu ambao hawasikiagi lugha ya kiroho. Wanataka kuona ndio wajue wewe ni victorious, wewe umeshinda, lazima waone uko na kitu. Wanasema mkono mtupu ya ulamu. Tuwe na kitu, substance, kitu ambacho inasikika vizuri. Na niposa naomba Mungu sisi, kwa sababu saa nyingine tumetoka katika njia ya Mungu, turudi katika njia ya Mungu na tumwambie Bwana tusaidie. Kama umesema kama the best from the land, mimi nataka kukula hizo. Ndio usio ukuli kitu ati kwa sababu ya kukosa pesa, utakuwa ukuli kwa sababu ya umefunga. Kuna watu wengine wakuli vitu vingine
si kwa sababu hawana appetite. Appetite wako nayo haiko juu, lakini hawana kitu ya kukula. Kwa hivyo wacha ifike mahali ndio watu wakiangalia wanaona ya kwamba hawa watu wanaishi maisha ya ushindi sana. Hawa watu wanaishi maisha ya ushindi kwa sababu wakitaka kila kitu wako nayo. Wakitaka kuendesha gari fulani wanaendesha. Wakitaka kufanya kitu fulani wanafanya. Kwa sababu gani? Maana wamefanya nini? Wameobii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninataka kukuelezea kwamba mapenzi ya Mungu ni tuweze kuishi maisha ambayo ni ya ushindi. Na kwa hivyo tumepatia principle hiyo nyingine ni to be obedient, to be obedient. Be obedient. Sasa kuna mambo mengi sana tunaweza kusema, tuzungumze sana mambo mengi. Na kuna kitu kingine ambacho Mungu anatuambia pia. Principle nyingine inasema inaitwa forgetting. Forgetting the past. Forgetting the past. And pressing towards your future. Watu ambao huwa wanashinda ni watu ambao wanashika hii. Katika Philippians chapter 3 verse 13 inasemaje? 3:13, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Hiyo ni principle ya maana sana. Kuishi maisha ya ushindi ni kusahau jana, ni kusahau juzi, ni kusahau the past. Kwa sababu ukivuta failure yako ya juzi uilete leo, kutakuwa na shida. Maana kila siku inakuwa na shida zake, kila siku inakuwa na challenges zake. Hapa Paul anasema ninafanyaga kitu, sisemi kwamba nimefika. Na niposa hata kama uko na victory saa hii, usiseme kwamba umefika. Hata kesho unahitaji victory. Hata kesho unahitaji ushindi. Hata kesho unahitaji breakthrough. Kesho kutwa unahitaji breakthrough. Wiki ijayo unahitaji breakthrough. Kwa hivyo usiridhike mahali huko sasa. Na niposa anasema ya kwamba sijasema ya kwamba nimefika. Sijasema ya kwamba sasa ndio mwisho. Maana kila wakati utakaposikia kwamba ni kama sasa umefika, yani kama wewe umeshinda, na unakaa hapo, unaendelea tu kutoa ushuhuda ya zamani. Kama watu wengine nasikia wanatoa ushuhuda wa 1952. Na hadi sasa tuko sasa. Na nafikiri demons za kisasa pia ni za kisasa. Kwa hivyo lazima nayo upate anointing ya kisasa. Na niposa unastahili fresh anointing kila siku. Hapa sasa tunaendelea kuangalia mbele ili tuendelee kupata fresh victory every day. Na niposa ukiangalia maisha ya Daudi, alikuwa anatoka kutoka hapa, anachukua kikosi chake tena wanaenda pande ile nyingine wanapigana, mpaka maandiko inasema ya kwamba Mungu akampatia ushindi katika enzi zake wakati alipokuwa anatawala. Kukawa na peace. Kwa sababu alikuwa anapigana kila wakati. Na sasa tujue ya kwamba sasa usiseme ya kwamba umefika. Hata wokovu. Useme ya kwamba nimeokoka sasa nitakaa hivyo freestyle. Hiyo nilikwambia wokovu inaweza chukuliwa. Sasa nimeokoka naenda mbinguni. Unaweza achiwa mdomo. Unaweza achiwa tu ushuhuda, lakini ndani ya moyo wako uwe si candidate wa mbinguni. Kwa sababu hii lazima uone ya kwamba kila wakati forget what is behind. Wengine wamekosa kusucceed sasa kwa sababu ya mambo ambayo yaliyopita. History imemrudisha nyuma. Anawaza vile alipoteza vitu. Anawaza vile sijui aliacho. Anawaza vile mambo vile ilikuwa na biashara kubwa na ikaanguka. Anaendelea kuwaza siku baada ya nyingine. Ni kweli kitu kama hicho kinagonga mtu. Lakini Mungu naye anatuambia kwamba do not dwell on the past. Sababu maisha yako iko na siku tatu. Iko na past, present na future. Siku tatu. Kila wakati ukifika today, unakuta kulikuwa na yesterday, na kuna today, na kuna tomorrow. Ukifika tomorrow, unajua kwamba kuna yesterday,
kuna today na kuna tomorrow. Kwa hivyo lazima uangalie hizo siku utakuwa unaziano namna gani. Paul alikuwa amejua una forget what is behind. Na ukiforget si ukae namna hiyo, kuna vitu ambavyo viko mbele yako. You strain towards whatever is ahead of you. Kuna wengine wanasahau, ati hiyo mambo nimesahau. Hiyo mambo nilisahau kabisa. Nilisahau. Baada ya kusahau, lazima ufanye kitu. Lazima uanze kuchutumia yaliyo mbele yako. Maana usipofanya hivyo, ile kitu most likely utaanza kurudi tena jana. Kwa sababu hakuna kitu unakimbiza leo ya kesho. Kwa hivyo kuwa busy kutafuta kukimbiza kitu kesho, kwa sababu leo ni kama inaisha sasa. Ni kama inaisha sasa. Ile ambayo umebaki nayo ikiwa full ni kesho. Kimbizana nayo. And straining toward what is ahead. Alafu 14 nasemaje? I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mwishowe kuna crown. Mwishowe kuna vitu ambavyo Mungu ametuwekea. Na ndiposa na Kristo wenzangu, ni vizuri tuelewe. Tusiweke energy yetu yote kwa mambo ya duniani. Tusiweke kila kitu chote hapa duniani. Maana Yesu alisema ya kwamba na ujifichie hazina yako mbinguni. Mahali kutu, nondo na wezi hawezi kuingia na kuchukua. Ujiweke hazina yako kule mbinguni. Hiyo ni kusemaje? Kuna vitu ambavyo tunafanya hapa duniani na itaishia hapa duniani. Kuna biashara unafanya hapa duniani na itaishia hapa duniani. Kuna pesa unakusanya hapa duniani na itaishia hapa duniani. Lakini chochote ambacho kimefanywa katika ufalme wa Mungu ni umeforward hiyo kitu katika hazina za mbinguni. Na pia tunaambiwa kwamba kule mbinguni kuna vitabu, sio kitabu. Kuna vitabu. Kuna vitabu vya mambo ambayo ulifanya, records ziko. Lakini kuna the book. The book ni mahali ambapo tumeandikwa, majina yetu yameandikwa, lakini still kuna vitabu vingine ambavyo viko na orodha, viko na rekodi za mambo ambayo tumefanya. Vitu ambavyo tulihamisha kutoka dunia hii tukapeleka katika hazina za mbinguni. Ndiposa zile taji, crowns hazitakuwa zimefanana. Kwa sababu watu ambao wamekuwa tukihamisha kuweka vitu vyao katika hazina ya mbinguni. Utaweka katika hazina za mbinguni kwa njia gani? Kwa kufanya mambo ambayo yanahusiana na the kingdom. Mfano, hiyo inakupatia guarantee. Hiyo unaweka kwa hiyo account. Ukifanya mambo kuhusiana na ufalme wa Mungu, bado. Lakini ukifanya mambo mengine hapa duniani, hiyo inaishia hapa. Na tulisema ya kwamba mwisho ile kitu tena nayo mpendwa. Hata hivyo watu wanasema kwamba utaenda na 3/6, kaburi ya 3/6. Sijui na jeneza ya shilingi milioni 1. Kuna kitu utabeba. Kwanza hiyo kitu inakuwa mtu unafurahiana. Unajua mtu unafurahiana kwa sababu unasema ndio umetukanyanga hii miaka yote. Sababu uko ukikanyanga juu ya udongo. Ile sakafu sasa umetukuta. Wanakushambulia hiyo mwili, wanashambulia sanduku naisha hivi. Hakuna kitu mtu anaenda nacho. Ni fact hakuna kitu hata kidogo. Wewe unaenda mwenyewe vile ambavyo ulitoka kwa Mungu. Hivyo. Sasa imagine ukiacha kila kitu hapa duniani, kila kitu maana utaacha. Alafu unakosa, hauna deposit yoyote katika ufalme wa Mungu. Haujai kuhubiri Injili, haujai toa pesa yako kuhubiri Injili, haujai kununua vitu kwa church, haujai kusaidia vitu za ufalme wa Mungu. Utakaa namna hiyo. Mtu mwerevu, yule mtu ambaye anakuwa ana forward vitu vyake katika hazina ya mbinguni. Na hapo tumeambiwa hakuna mtu ambaye anaweza toa. Ukiweka hivyo, fixed account. Kiwili fixed account. Wezi hawezi kufika. Lakini wezi wanaweza fika bank. Wezi wanaweza fika kila mahali, lakini hawawezi kufika katika account ya mbinguni. Hiyo imetoka kukuambia kwamba
ni vizuri tusahau yaliyopita. Usilie sana kwa sababu ya jana. Usilie sana hata leo. Usilie sana kwa sababu ya leo. Ya muhimu sana ni tomorrow. Maana already leo ungetengeneza jana. Tuseme wanasema kwamba safari ya kesho mpango leo. Kwa hivyo hakikisha kupress on. Unaposahau anza kazi nyingine ya kupress on. Maana kuna vitu ambavyo viko mbele yako. Alafu utaishi maisha ya ushindi. Wale ambao wanakuwa katika games, aidha ni wale ambao huwa wanariadha, baada ya kushinda gold medal, hakuja kukaa nyumbani ati relax. Niko na gold medal. Wanafurahi, lakini wanaanza kujitayarisha kwa sababu ya kinyang'anyiro kingine cha next year. Wale ambao wanacheza boxing, wakishinda leo, wakipatiwa hiyo medal yao, huwa tena wanaanza kujipanga tena. Maana kuna vijana chipukizi ambao pia wanachomoka na wanaweza kuja kumpiga tena apoteze hiyo kikombe chake. Ushindi wa leo usikuzuie kusonga mbele. Kwa hivyo forget the past na tuweze kusonga mbele. Hapo ndipo kutakuwa na garantii ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu tusipofanya hivyo tutaishi maisha moja ya kushindwa kabisa. Victory ya jana, ushinde ukisema hiyo. Vile ulifanya, vile ulikuwa unaomba. Sasa hivi kuna watu ambao kuna historia ya miaka mingi sana. Miaka 20. Kwa nini unahubiri? Kwa nini unaenda milima na mabonde huko? Kwa nini unahubiri? Ni kama watu walifika mbinguni. Si wao wanahubiri hata sasa. Bado ambao wanahitaji injili wao. Bwana Yesu asifiwe. Asema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa sababu tutaishi maisha ya ushindi. Hatutaweza kuchangazwa na kitu chochote, lakini tutasimama imara kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anataka kila wakati kuishi. Hata kama ni ugonjwa gani mwingine utakuja, tumesimama imara. We are more than conquerors in Christ Jesus. Na basi ikifika mahali watu waondoke, maana kuna lazima kusipoje tu watu wataondoka duniani. Usiondoke kama ukiwa mtu ambaye umeshinda. Wacha uondoke ukiwa victor, ukiwa umeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hata siku ya mwisho niposa utakuwa umesema kwamba umepigana vita vyema vya imani. Tarumbeta ya mwisho ikifika, siku ya mwisho uwe mtu ambaye unaenda kwa ushindi. Maana Kristo Yesu hajatuitia kushindwa, hajatuitia uoga, hajatuitia kujikunja, lakini ametuitia victory after victory after victory. Na mambo umeweza kuyapata, yale mambo nimekuambia, nimesema ili kuishi maisha ya ushindi kila siku. Tukasema number 1, kufanya nini? You devote yourself to God. Maana yeye ndiye the source of your victory. Mkikosana naye ni hivyo. Hiyo ingine nimesema ni gani? Be diligent. Fanya kazi kwa bidii. Maombi, omba kwa bidii. Morning glory, kuja kwa bidii. Kila kitu fanya kwa bidii. Ndio Mungu kama ndiye atapeana marks, anaweza kukupatia marks ngapi? Saa hii ndio ukikuja kwa ibada hii, ukiulizwa Mungu hadi kulingana na mawazo yako, kama Mungu angekupatia out of 10, angekupatia ngapi? Vile wewe unatoa, Mungu kama angekupatia out of 20, angekupatia ngapi? Vile unafanya kazi yake, Mungu angekupatia out of 100, ungepata ngapi? Fanya tu hesabu yako tu bwana, na usijibu. Hivyo tu. Maana kuna wengine wanaweza pata sufuri kila mahali. Alafu hiyo ingine namba 3, tukasema do what? Be faithful. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kiambia mtu utakuombea, enda umuombee. Kiambia mtu utafanya kitu, fanya. Ukiahidi kitu, toa. Kuwa mwaminifu. Vitu vichache tu. Na baadaye utakuta kwamba Mungu amekujua katika viwango vingine. Hiyo ingine tumesema ni what? Ndio bidii Yes, ndio kule mema ya nchi. Ukae na wale wakubwa. Kuna mahali unaenda unashangaa huku kwani huku paradise. Huko ndio kwako. Asante sana. Natumai umebarikiwa na ujumbe wetu wa siku ya leo. Na ninataka tuombe na wewe kwa sababu ninajua ya kwamba
ulikuwa na kitu ambacho ulikuwa unangojea Mungu akufanyie. Nataka kukuombea. Tuamini Mungu pamoja kulingana na huo ujumbe ambao Mungu ametupatia siku ya leo. Wacha tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Baba mwema, umezungumza naye, na kwa hakika Bwana, tazama hili hitaji ambalo uko nalo. Baba, ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba neno lako litazaa mazao ndani ya moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi Yesu, maana Bwana neno lako litafanya kazi. Uinuliwe Bwana Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Najua ya kwamba pengine uko pale na ungetaka kuokoka. Nataka tuombe na wewe. Yesu ataweza kukuokoa. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimejua mimi ni mwenye dhambi. Ninakuhitaji katika maisha yangu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Na sasa nimeokoka katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kama basi umeomba hilo ombi, umeokoka. Mashauri yangu ni ya kwamba tafuta pastor ama mtu ambaye ameokoka, ambaye anaweza kukuongoza katika njia za Ukristo. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu, na sasa jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jambo lingine ni ya kwamba tunakupenda. Kama uko Kajiado, unaweza kututembelea. Deliverance Church Kajiado iko karibu na msikiti, ama iko karibu na uwanja wa Matatu pale. Utatukuta pale, tutabarikiwa pamoja na kila kitu kitakuwa sawa. Ibada zetu ni vile tu umeziona katika runinga. Na in case unataka kuwasiliana nami, wacha nirudie namba zangu. Namba zangu ni 0722 361 509. Unaweza kutumia hiyo namba kunipigia kwa mashauri ama swali lolote. Ama pia ukitaka kusupport hii program, unaweza kutumia hiyo namba kwa M-Pesa. Na pia ningetaka kukuambia, unapohubiri injili, tunapohubiri injili kwa wewe kutoa pesa zako, utabarikiwa na mimi nikibarikiwa. Kwa hivyo tuacha tusukume injili pamoja, na uweze kutoa msaada wako ama mchango wako kwa kusupport hiyo program. Pia ningetaka kukupatia paybill number yetu, utaweza kubarikiwa. Paybill number yetu ni utaenda kwa kuitisha business number ni 247247, alafu account number ni 818186. Tarudia tena, paybill number 247247, alafu account number 818186. Asante. Mungu akubariki sana. Wewe ni wa ajabu, wewe ni mzuri, na Mungu ataendelea kusimama na wewe, na usijalishwe na jambo lolote. Mungu anaendelea kufanya miujiza katika maisha yetu. Asante. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.